Leo ni kama bahati isiyotarajika, tumekutana na kijana makini, atakwenda kutujuza mengi sana kuhusiana na maisha, kuhusiana na vijana, kuhusiana na mahusiano. Habari yako ndugu? Salama. Bibi, hali yako ndugu mwandishi? Mimi salama. Jambo la msingi na la kwanza tutaka kufahamu ni kuhusiana na wewe. Wewe ni nani na mengi hasa kuhusu wewe? Mimi naitwa Jonas Juma Kayanda. Kwanza ni mwanafunzi wa chuo cha elimu ya biashara kampasi ya Dodoma. Pia ni kijana makini, ni kijana mwenye uchu wa maendeleo na mafanikio pia. Naam, asante sana. Jambo la kwanza tunataka kujua kutoka kwako, unamtofautishaje kijana mwenye umri wa miaka 18 na kijana mwenye umri wa miaka 38 katika kuleta maendeleo kwako katika dhimu ya kijana? Kwa kuwatofautisha aina mbili hizo za vijana, kwanza kijana mwenye umri ambao ndo upo katika, tunasema anakuwa ni kijana mwenye maji ya moto, maneno ya wahenga. Ni kijana ambaye yeye ndo anaanza kuijua dunia, lakini anakuwa bado hajaifahamu vizuri kinagaubaga. Lakini kijana unayemzungumzia, kijana wa miaka 38 ambaye anaenda kumaliza ujana wake, anakuwa ni kijana ambaye sasa ameshajitambua kwamba yeye ni nani na alikuwa anahitajika kufanya nini. Sasa kwa vijana sasa hivi karne hii ya 21, ni vijana ambao tunajitambua katika hatua za mwisho kwamba sisi tulibidi tufanye nini. Ndivyo. Hivi kwako unafikiri ni makosa gani ambayo watu huyafanya kwao huhisi ni ukweli, lakini katika fikra zako chanya na katika shughuli zako nyingi umezozifanya kuwa kama kiongozi wa vijana, ni kipi hasa wewe unasema vijana huamini kwamba hichi ni jambo la ukweli lakini ni uongo kabisa? Yeah. Sasa hivi kuna mambo mengi hasa sisi yanatukumba sisi vijana. Tunashawishika na mitandao, tunawashawishika pia na watu waliofanikiwa, pia tunawashawishika katika njia ambazo sizo. Kuna vitu sasa hivi watu vijana wanaamizana kwamba kuna kitu kinaitwa Freemason, kafara nini, ambacho ni rahisi kukuletea mafanikio, lakini sio kweli. Ukweli ni kwamba kila mafanikio yanahitaji umie, kila mafanikio yanahitaji upitie katika mchakato fulani ambao ni wa kweli na halisi, ndipo upate kitu halisi. Kwa hiyo kuamini vijana kwamba maisha ya kupata mafanikio ni rahisi na kwamba unaweza ukaamini katika jambo fulani rahisi yakakuletea, huo sio ukweli. Unafikiri kwako, tukija kuangalia kwenye stories za watu wa zamani, ni kwamba watu wa zamani walionekana watu wanafanya maendeleo makubwa bila kuingia darasani. Kwako elimu unafikiri ndiyo chanzo kikubwa cha kumfanya mtu kuwa na fedha au ni danganya toto? Elimu, kwa sababu watu wa zamani walikuwa hawajasoma na wanafanya mambo makubwa sana. Ndio. Na sisi vijana wa sasa hivi Gen Z wamesoma, lakini sijui kinachoendelea mtaani. Kwako wewe tafsiri kama msomi makini na kijana makini uliokuwa kiongozi. Asante. Kwanza unapomtofautisha mtu wa zamani na sasa hivi, lazima uangalie mazingira aliyopo. Sawa? Kipindi kile hata ukisoma katika history, yule mtu ambaye ndo amefika katika, nadhani ni Homo sapiens alikopo na brain capacity kubwa sana. Sawa? Lakini sisi vijana sasa hivi sio kwamba hatuna brain capacity, ipo vizuri, lakini tunaathiriwa na mazingira ambayo tupo nayo. Wakati ambao tupo sasa hivi unatufunga sana. Yaani kijana anaamini kwamba kukaa darasani, sawa, ndipo labda kutamletea mafanikio, sawa, lakini elimu haipo kwa ajili ya kukuletea mafanikio au kukuletea fedha, sawa. Ipo kwa ajili ya kukufungua jinsi gani utaishi duniani na utapita katika njia gani ili uweze kupata hizo pesa au mafanikio unayoyahitaji. Ndio maana watu wengi wanaamini katika elimu, wanarudi mtaani, hawawekezi katika vitu vingine, ila wanaamini katika vyeti vyao na hawajishughulishi katika kutumia yale maarifa ambayo wameyapata darasani. Ndipo unapokuja kumtofautisha mtu wa zamani na mtu wa sasa hivi. Yeye alikuwa anahangaika yeye mwenyewe katika kujiuliza maswali, sawa? Anajiuliza maswali, anahangaika kuyajibu yeye mwenyewe kwa kufanya research ndogo ndogo, sawa? Ndio maana ukija kusoma hata mambo ya kina Isaac Newton, sawa, ukija kusoma kina Archimedes, sawa, walikuwa wanafanya vitu reality, ndipo wanapata majibu, sawa. Imagine Archimedes
ambaye alileta Archimedes principle katika physics, yeye alikaa katika beseni ndipo maji yakamwagika. Akajiuliza maswali, kwa nini yamemwagika? Ndipo akapata majibu kwamba kumbe maji yanayomwagika ni sawa na ujazo ambao mimi nimekaa katika haya maji. Lakini kijana sasa hivi kitu kikimtokea hahangaiki wala hajishughulishi katika kupata majibu katika kile kitu halisi, ila anahangaika katika mambo mengine na anaachana nalo, yani anapuuza. Naam, una nondo nyingi sana na ni nzuri sana. Karia ugusia hapo hapo. Unafikiri changamoto iko wapi kwa vijana wa chuo? Kwa sababu wengi hulalamika, mahusiano yamenifanya nifeli, mahusiano yamenifanya ile pesa nayotumia kutoka nyumbani nisioni chochote cha kufanyia, nateseka na njaa na konda. Lipi la kusema nao ili kubadilisha mtazamo wao na nini wafuate? Mapenzi chuoni, sema kitu. Kwa majibu rahisi na reality kabisa, tukikumbuka zile riwaya tamthilia za kina Ngoswe, penzi kitogo cha uzembe, mama ntilie, tukimkumbuka Takadini, katika vile vitu tulisoma, lakini tusisahau kuna kitu kinaitwa dhamira kuu. Sawa. Sasa jifanye wewe ndio upo katika hiyo tamthilia na kitabu chako ndio hichi chuoni. Sawa. Dhamira kuu yako ni nini huko hapa kuikamilisha? Utapata ni kwamba nimekuja kusoma na kutafuta maisha. Sawa. Na nikisome ili niende nikaitumie elimu yangu vizuri. Kwa hiyo kitu kinaitwa mapenzi, unajua dini zote sidhani kama kuna dini inaruhusu watu kuwa katika mahusiano kabla ya ndoa. Sawa. Kwa kitu kishajiingiza tu katika mapenzi tayari umefanya kitu kinaitwa uzinifu au zinaa. Tayari wewe umemkosea Mungu wako by reality. Na wewe mwenyewe tayari umejikosea kwa sababu wewe kama mhusika wa kitabu hichi cha elimu tayari umeshindwa kuikamilisha dhamira yako kuu. Kwa hiyo vijana na waasa zaidi tuzingatie katika, yani wazungu wanasema focus. Sawa. Katika kile kitu ambacho upo basi ufocus. Kama utakuwa upo chuoni utafocus na elimu, sio mapenzi. Ukishakuwa kazini baada ya hapa utafocus na kazi. Ukisharudi nyumbani utafocus na familia, kama ni ndoa, kama katika jamii utafocus na mambo ya kijamii. Naam, asante sana kwa maelezo mazuri kwa kijana kuhusiana na masuala ya mahusiano. Jambo la mwisho labda tuitamatishe kipindi chetu kwa kumshauri kijana yule ambaye labda huenda amevunjika moyo, au yule kijana mwanachuo ambaye amekata tamaa ya kuendelea kulingana na mahusiano, yamemwakatisha tamaa au yamemrudisha nyuma katika maendeleo yake. Lipi aamini na lipi asiamini tena katika nondo ambazo utampatia hapa? Kijana mwenzangu ambaye amekatishwa tamaa au anajiona kwamba yeye tayari amefikia mwisho, wanasema kosa si kosa. Kosa ni kurudia kosa. Ila unaweza ukarudia kosa na bado ukapata mafunzo mengine katika kosa. Kwa hiyo kama ukishafanya kosa unapata mafunzo, basi yale mafunzo inabidi ukayafanyie kazi. Sawa? Kama umeshajijua unakosea wapi, basi jirekebishe na ujue kwamba mimi natakiwa niwe wapi. Sawa? Pambania kile unachokifanya, maisha hayaishii hapa. Sawa? Na maisha hayaishii hapo. Ukifikiria negativity siku zote, lazima usifikirie positive, usifikirie kesho yako. Fikiria kesho ili uende, mambo ya negative utakutana katikati na utayasolve ili uweze kuendelea. Asante. Asante sana. Hizi ni nondo za vijana kutoka kwa CPA Kayanda. Thank you so much. Kaa nasi, usisahau kutufollow, kusubscribe na kucomment. Bye bye. We shall meet